Mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya Kanda ya Kati Dodoma imeteketeza jumla ya kilo 600 za dawa za kulevya aina ya bangi na mirungi katika dampo la jiji la Dodoma lililopo Ntyuka. Dawa hizo zimetokana na kesi mbalimbali zilizokwisha kuamliwa na mahakama, ambapo mahakama ilitoa amri rasmi ya kuteketeza dawa baada ya kukamilika kwa taratibu zote za kisheria. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, afisa sheria wa mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya Kanda ya Kati Dodoma, Meshack Kiliabonga, amesema mamlaka hiyo itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya watu wote wanaojihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya. Siku ya leo ya tarehe 7 ya mwezi wa pili mwaka 2026 katika dampo la jiji la Dodoma ambalo liko maeneo ya Ntyuka, tumeweza kuteketeza kilo 600 za dawa za kulevya aina ya bangi pamoja na mirungi, ambazo dawa hizo ambazo zimeteketezwa zimetokana na kesi ambazo zimekwisha mahakamani, ambapo mahakama ilitoa amri ya kuweza kuziteketeza. Kwa leo hii katika dampo tumeweza kuteketeza hizo kilo 600 ambazo tumepata amri toka mahakamani. Mamlaka ya dawa za kulevya, mamlaka ya kuzuia dawa za kulevya Kanda ya Kati Dodoma, tunaendelea kutoa rai kwamba watu ambao wanajihusisha na biashara dawa za kulevya waweze kuacha kujihusisha na biashara hii, kwa kuwa mamlaka iko macho na muda wote tunaweza tukawafikia na kuwakamata, na tutaishia kuwakamata tu na kuwapeleka mahakamani ambako watapewa adhabu ya kifungo, lakini vile vile mamlaka ya kuzuia dawa za kulevya itataifisha mali zao ambazo wamekuwa wakizichuma kutokana na biashara hii ya dawa za kulevya. Hivyo ndio wito na rai kwa jamii nzima kuacha kujihusisha na biashara dawa za kulevya, waweze kujikita katika biashara ambayo ni halali kwa ajili ya maendeleo ya taifa kiujumla. Asante. Katika vielelezo ambavyo tumeteketeza siku ya leo, idadi ya watuhumiwa ambao walituhumiwa katika mahakama tofauti tofauti ambazo katika Kanda ya Kati, nikimaanisha mahakama za mkoa wa Singida, mahakama mkoa wa Dodoma na mahakama za wilaya ya Mvomero Morogoro, jumla ni washtakiwa 50 ambao walikuwa wametiwa hatiani kutokana na biashara ya dawa za kulevya. Kwa mujibu wa sheria, wapo waliofungwa vifungo vya maisha jela na wapo ambao wamefungwa miaka 30 gerezani kutegemeana na uzito wa vielelezo ambavyo walikuwa wamekamata navyo. Wito wetu sisi kama mamlaka ya dawa za kulevya, tunasisitiza watu wajihusishe katika biashara ambazo ni halali, waachane na biashara dawa za kulevya, kwa kuwa biashara hii ni haramu na inapelekea watu kufungwa vifungo vya maisha na vifungo vya miaka 30 gerezani. Kwa hiyo watu wafanye biashara ambazo ni halali, ambazo kwa maslahi mapana ya taifa.